Tumerejea tena hivi sasa viwanjani. Kumbuka tamati yetu ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Kama kawaida hapa viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tunazungumza michezo, lakini bila kusahau tupo na wageni mbalimbali tunakuwa tunawaalika kuzungumza nao masuala mbalimbali katika zilizobamba. Na jambo la kipekee zaidi tunapojivunia timu ya taifa kuwa bora zaidi, kuonyesha kiwango bora zaidi katika mechi kama dhidi ya Morocco, kujiamini na kadhalika, inachangiwa pia na ligi kuu ya NBC, ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, kutokana na kwamba ndio inaleta ushindani mkubwa na inatoa timu ya taifa ile kuwa bora zaidi. Lakini uwezeshaji mkubwa katika ligi kuu ya NBC ni kutoka katika benki ya taifa biashara ya NBC, na jambo la kipekee zaidi ni kuwa na wageni kutoka benki ya taifa biashara NBC. Naungana hivi sasa na Esnat Holela ambaye ni meneja biashara ya kadi kutoka NBC, pamoja na Friday Masumba, meneja huduma za kidigitali. Sijui anaita kidigiti ama kidigitali. 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 Tuko salama jamani? Salama. Mambo yanaendaje? Mambo yanaenda salama kabisa. Maana msimu wa sikukuu tena huu, nikasema NBC lazima lazima tunaangalia. Kuna Eid al-Fitr, kuna Pasaka tunaelekea. Mambo ni mazuri kiukweli. Yes, kabisa. Wetu tunasema ukigusa tu imo. Yes. Sawa, karibu sana katika viwanjani tuweze kuzungumza masuala mbalimbali yanayoendelea hivi sasa. Tunafurahishwa sisi wapenda soka, tunafurahishwa na udhamini wa NBC katika ligi. Mambo yanazidi kunoga, mambo yanazidi kuwa mazuri zaidi. Lakini wakati mtu anaenda anatazama ligi kuu ya NBC, kuna vitu vya muhimu anapaswa kuvifahamu, hususan masuala mazima ya simu. Sasa hivi maisha yapo katika mitandao ya kijamii, na mimi NBC na huku pia mmefika kabisa. Yes. Kabisa. Kwa upande wa NBC kwanza, sisi tunasema kwanza ukigusa tu wimo. Na tunaweza kuwafikia wateja wetu ambao niseme uzuri wake, sisi tunawafungulia wateja na tunawafikia wateja ambao wapo even across the country. Na kuwahudumia wateja ambao wanapatikana even kwenye maeneo mbalimbali, basi tumekuja na huduma yetu ambayo inaitwa NBC Kiganjani. Hii NBC Kiganjani ni huduma ya mobile banking ambayo inamwezesha mteja kuweza kuifikia akaunti yake na kuweza kufanya miamala ya kidigitali bila kuja branch au kutembelea kwenye matawi ambayo yalikuwa karibu na. Kwa hiyo ndani ya huduma hii ya NBC Kiganjani kuna huduma mbalimbali ambazo zinapatikana. Lakini na uzuri wake, sisi tumemgusa hata mteja ambaye hana account na sisi. Inamaanisha kwamba mteja ambaye hana account na sisi kabisa ana uwezo wa kujifungulia account yeye mwenyewe bila kwenda tawini. Ni kitendo tu cha dakika moja. Okay. As long as una nida namba yako, una namba yako ya simu, basi unaweza kujifungulia account. Na watu wanaoruhusiwa kufungua account ni kila mtu ambaye anaweza kufungua account. Kwa hiyo tumemgusa kila mtu. Tumemgusa mkulima, kuna account yao inaitwa Shambani. Tumemgusa mfanyabiashara mdogo, kuna account yao inaitwa Kuwa Nasi na inamwezesha kuweza kupata mkopo. Then tumemgusa even mfanyakazi. Kuna account yao za mishahara ambayo inamwezesha vile vile kuweza kupata mkopo mfupi kadri atapoanza kupitisha mshahara kwetu. Na huu mkopo anaweza kupata 50% ya mshahara wake. Na mkopo huu ni papo kwa papo na unaombwa kwa kutumia huduma ya kidigitali ya NBC Kiganjani. Kwa hiyo tumeweza kuwagusa kila mtu kwa kila engo ambayo NBC tunaweza kuwafikia wateja wetu. Na kikubwa zaidi, ukifungua tu account tunakuunganisha moja kwa moja kwenye huduma za kidigitali. Ndipo pale tunapokuja kusema kwamba NBC Kiganjani ukigusa tu imo. Kwa hiyo ndani ya platform yetu uzuri wake kuna huduma nyingi sana za bure. Kadri unapogusa tu inakuwa imo. Kwa hiyo mteja anaweza kalipia bili zake za maji ambapo ni bure. Mteja anaweza kalipia vingamuzi, wale ambao wapenda kuangalia Azam wanaofuatilia ligi kuu ya Premier League ya Tanzania, ambapo napo kwetu sisi ni bure vingamuzi. Vile vile mteja analipia bills zote za serikali kwetu ambao ni bure vile vile. Na kwa wale wateja wafanya biashara ambao wanapenda kuangalia full statement za akaunti zao, mwenendo wa akaunti yake unavyoenda, hizi huduma nazo kwetu
zinapatikana bure kabisa. Na kikubwa ukiachana na huduma ya kidigitali, ndipo pale tunapoingia, utapofungua tu account, utakuwa na uwezo wa kutembelea tawi husika na ukapata kadi yako ndani ya dakika moja, papo kwa papo. Okay. Maanake mimi bwana ni mfuasi mkubwa sana wa NBC. Nilipewa funzo hapa kuhusiana na Laliba account. Halali, nikasema ni hatari, miongoni mwa kitu ambacho ni hatari kabisa ni hiki hapa. Kwa hiyo nikakiwahi kabisa mapema. Kwa hiyo kadi kupata, unajifungulia mwenyewe, unaingia unajifungulia mwenyewe na unaenda kupata, lakini kadi tawini. Okay, sasa kwenye upande wa kadi naomba nizungumzie. Okay. Sisi NBC ni benki pekee Tanzania ambayo utakapofungua account unapewa kadi yako hapo hapo. Hamna kusubiri sijui wiki mbili, sijui siku mbili ndio uende ukachukua kadi, hapana, ni hapo hapo. Sasa pale utakapofunguliwa account, let's say ukiingia branch ukafungua unapewa kadi hapo hapo, lakini ukifungua labda kwa wakala, kuna wakala ambao wanaweza kutoa kadi unapata hapo hapo, au ukifunguliwa na staff wetu mtaani unapata kadi hapo hapo. Lakini unapofungua kwa kiganjani, kwa sababu unajiregister mwenyewe, unafungua mwenyewe na kuomba kadi, inamaanisha unatakiwa ufike kwenye tawi lolote la karibu na wewe au kwa wakala ambao wanatoa kadi, lakini utapata kadi yako hapo hapo. Nia yetu kubwa sisi ni kuleta convenience au urahisi wa mteja kuweza kupata access kwenye account yake. Okay. Na ndio maana tunasisitiza sana wateja wetu hakikishe kwamba wana huduma za kadi, wana huduma za kiganjani, ambapo wanaweza popote pale alipo wakafanya miamala mbalimbali. Na uzuri zaidi sasa, kiendelea kuongelea hapo kwenye kadi kwa sababu umenipa nafasi. Ukiwa na kadi ya NBC unaweza ukaitumia mahali mbalimbali. Okay. Kwanza unaweza ukatumia ndani na nje ya nchi bila kutembea na pesa taslimu, hamna haja ya kutembea na cash siku hizi. Kuchanja. Yes. Unatumia kadi yako, unaweza kwenda kuchanja ukiwa Tanzania kwenye posti ya NBC au benki yoyote, unaweza ukachanja bure. Hakuna makato yoyote. Okay. Wengi wanaogopa labda nikichanja nitakatwa sijui nini, hakuna makato yoyote. Itazama Kabisa. Hauna haja ya kwenda unaingia kwenye mall, unaenda unatoa pesa, alafu unaingia supermarket kwenda kulipa, hapana. Unaingia na kadi yako unalipa na ukati chochote, lakini pia uzuri wake inakupa ile nidhamu fulani ya kuweza kuona jinsi unavyofanya matumizi yako. Kama ulikuwa na milioni moja, sio baadaye unaanza kusema nilikuwa na milioni moja hela nyingine imeenda wapi, hapana. Ukiingia kwenye statement yako, kwa sababu umetumia kadi, itakuonyesha hii ulitumia hapa, hii ulitumia hapa, kwa hiyo inakupa urahisi zaidi. Lakini pia hata ukiwa nje ya nchi, lakini unaweza pia ukatumia kadi yako kufanya subscriptions, malipo ya online ya mitandaoni, subscriptions za Netflix, sijui nini, hizo zote unaweza kutumia kadi. Nyumbani wafurahi. Nyumbani wafurahi, yani hauna shida wewe. Ukifika tu muda wako wa makato, sharp inakata, umemaliza. Lakini pia hata ukiwa nje ya nchi hauna haja kuanza kuhangaika kutafuta sijui pesa uende nje ya nchi, hapana. Lakini ukiachana na kwamba huduma hizi nyingi za kuchanja nini ni bure, lakini pia tuna kwa ajili ya kujaribu kumfikia mteja wetu, kuna discounts mbalimbali ambazo tunafanya pale mteja atakapotumia kadi yake kufanya malipo. So kwa mfano sasa hivi tuna partnerships na Hope Holding ambao wana maduka ya LC Waikiki, De Facto, Skechers, Flomar, ambao ukienda pale ile mall mpya ya Morocco Square ambao umefunguliwa nadhani Ijumaa iliyopita, ukitumia kadi yako ya NBC, na hii ni exclusive kwa NBC, ukitumia kadi yako ya NBC unapata discount ya 20%. Yaani inamaanisha wewe kama unanunua kitu cha 100,000 utalipa 80,000. Exactly. Na sio hao tu, kuna wengine wengi, kuna Numero Uno ambao wenyewe mpaka 30%. Kuna wengi sana, ABC Emporio na wengi sana. Na msimu wenyewe ndio wenyewe huu. Na msimu wenyewe ndio wasikukuu hizi, kwa hiyo tumieni nafasi. Friday, umeipokeaje NBC kiganjani wateja mpaka hivi sasa? Okay, wateja wameipokea vizuri sana NBC kiganjani kama nilivyosema, kwa sababu imegusa maisha ya kila Mtanzania, na uzuri wake kwa vile vitu ambavyo muhimu kwa Mtanzania au muhimu kwa binadamu kuweza kuishi. Ndani ya NBC kiganjani sisi tunavitoa bure bila makato ya ziada, kama zile huduma ambazo nimeweza kuzizungumzia, na vile tumeweza kumgusa kila mtu, sio tu ambaye mteja ambaye anatumia smartphone. Ambaye anaweza, hiyo ndio swali langu lilikuwa linakuja. Bibi yangu yupo kijijini huko ndani huko Mfindi huko. Kwa hiyo wateja ambao hawatumii smartphone, wanazitumia simu gani tunaziita USSD tunataga. Kwa hiyo mteja anaweza kapiga tu *150 *55 reli na akapata hizo huduma zetu zote, na akajihudumia kama atajifeel kama vile yupo ndani ya branch kuweza anavyojihudumia mwenyewe. Kwa hiyo kila mtu sisi tumeweza kumgusa kwenye upande mzima wa NBC kiganjani.
Okay. Sawa, na uzuri wa NBC kama alivyosema hapa Esnat kuhusiana na kadi hausubiri. Hili limekuwa ni jambo sasa naweka hela yangu tena. Alafu nisubiri tena. Hapana. Kuna ile hali kwamba umeweka hela alafu naingia msio nikajaribisha natoa. Hapo unapata. Ukigusa tu imo. Ukigusa imo. Na tumezungumzia hapa tunaelekea msimu wa sikukuu hivi sasa. Kwetu magoli tu. Ukisema kwetu magoli tu. Mambo yapoje kutoka NBC? Kwa kweli kama ndio hivyo tunavyosema msimu wa sikukuu mara nyingi utakuta labda matawi yamefungwa, lakini huu ndio msimu ambao unatakiwa utumie sasa zile tunaita alternative channels. Yes. Yaani zile channels nyingine ambazo sio lazima uende benki, unaweza kutumia kadi yako, unaweza kutumia kiganjani. Na kama hivyo kuna ofa za kipindi hiki cha msimu wa sikukuu. Kwa hiyo yani wewe kiurahisi sana unafanya malipo yako. Kwa mtu ambaye hajafungua hivi sasa account na NBC, kitu gani unamwambia kwa wakati huu hapa Friday? Kwanza kabisa namkaribisha ndani ya NBC. Kuna mengi sana yanakuja na mazuri sana yanakuja. Na vile vile ningependa sana kumkaribisha awe part ya mdhamini wa ligi kuu ya Tanzania. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana kwenye akaunti zetu za NBC ambazo ningependa sana kuwashauri wa Tanzania waweze kujiunga na NBC. Tuna akaunti mbalimbali nimeweza kuzitaja. Kuna akaunti kwa ajili ya kusave kama una malengo yako inaitwa Marengo ambayo tunatoa hadi 7% kwa mwaka kwenye hizo akaunti. Kwa hiyo kwa wanafunzi kuna akaunti kwa ajili zao wanafunzi, kwa hiyo hawajachelewa kabisa. Wachukue tu smartphone zao kama wenye smartphone waweze kudownload NBC kiganjani, then wajiunge na NBC kiganjani waweze kuenjoy hizi ofa mbalimbali ambazo tunazitoa kwa upande wa kadi, na vile vile waweze kuenjoy benefits ambazo zinapatikana vile vile kwa upande wa NBC kiganjani. Yes, na kipindi hiki cha mara nyingi cha sikukuu pia Esnat, watu huwa tunatoka mitoko. Haina haja ya kuwa na kubeba burungutu kubwa la fedha. Hakuna haja kabisa. Mtoto akisema nataka niendeshe gari cha kuzunguka. Enda unatumia kadi yako unalipa. Alafu uzuri tulivyofika tu uliongelea kuhusu la riba. Tuna kadi za Islamic specifically. Okay. Kwa hizo kadi pia zipo, kuna kadi za dollars, kuna kadi za aina tofauti. Yaani hauna haja ya kuhangaika. Usitembee na pesa. Tembea tu na kadi yako unafika, una tap tu. Utofauti wake ni upi hapa kwa mtu ambaye make upo kwenye masuala ya kadi? Yes. Dola hii ya la riba. Okay. So tofauti yake ni kwamba kadi ya shilingi tunaelewa una account ya shilingi unapewa kadi ya shilingi na unafanya malipo kama kawaida. Lakini kadi za dola kuna wateja ambao wanakuwa na account ya dola. Kwa hiyo inamaanisha akifanya malipo yake hakuna exchange rate yoyote au ni exchange inayofanyika. Dola to dola inafanyika malipo yake. Lakini pia kadi ya Islamic yenyewe pia hata muonekano wake ni wa Kiislamic. Na hizi zinatolewa kwa wale wenye account la riba, anapewa kadi yake ya Islamic ambayo kabisa inaonekana ina muonekano wa Islamic in Sharia compliant kabisa. Okay. Yes. Sasa kwa mfano kama mimi natumia shilingi, nimeenda nje ya nchi, inakuwaje? Sasa unajua ukitumia kadi ya shilingi umeenda nje ya nchi inamaanisha kama uko let's say South Africa inamaanisha kuna rands. Yes. Kwa hiyo lazima kutakuwa kuna exchange rate pale. Okay. Unaelewa Kwa hiyo inamaanisha ile utakachokatwa itaweza ikawa sio kile unavyokitegemea kutokana na rate ya siku hiyo. Yes, lakini kama ni shilingi kwa shilingi au ni dola kwa dola, inamaanisha kama ni una kadi ya dola unaenda Marekani, unanunua kitu cha dola 100, utakatwa dola 100 net kwenye account yako. Yes. Lakini uzuri kwa sababu ni ile kwa sababu yani kama inatumika. Yes. Unaangalia tu jambo jepesi sana. Sawa, neno la kumalizia Esnat kwa wateja wa NBC na watu ambao hawajajiunga hivi sasa ili kuweza kujiunga na kupata kichwa bora zaidi. Okay, mimi ningependa kuwakaribisha sana NBC. Kuna mambo mengi sana mazuri. Msikae mbali, mkae pamoja na sisi. Karibuni katika tawi lolote kwa ajili ya kufungua account, lakini pia kuna staff wenzetu ambao waga wanawafikia wateja pale walipo. Fungueni account, kuna mengi sana mazuri. Ukiachana na hizi huduma tunazoziongelea za kidijitali, kadi, kuna mawakala kila sehemu, ATM zetu zimetapakaa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo karibuni sana NBC. Sawa. Friday hapo kumalizia kwa neno kwa watazamaji, wateja mbalimbali kuhusiana na NBC. Mimi napenda tu kuongezea tu kwa Esnat na ona Esnat kaweza kukava kila kitu. Lakini naweza kusema tu kwamba NBC kiganjani ukigusa tu imo. Hilo ndo message kubwa sana ambayo kwangu ningependa kuwaambia wateja wetu. Ndio.
Sawa, shukrani sana. Tulikuwa tupo na Esnat Holela ambaye ni meneja biashara ya kadi hapa, pamoja na Friday Masumba, yeye ni meneja huduma za kidigitali, ambaye tulikuwa hapa tukiweza kuzungumza masuala mbalimbali, hususan NBC Kiganjani. Ukigusa imo. Ukigusa imo, jambo zuri kabisa. Kwa hiyo wakati huu wa sikukuu hapa, Abaya limekwama Dubai, meli sijui fanyaje, hatuna kisingizio. Chukua kadi yako, ukigusa imo. Chukua kadi yako, jambo lipo. Maki watu washaanza tayari bana, Abaya imekwama, mambo ya Abaya. Mara simi hapa imegusa imo. Mara sio watu wanaenda sana kutoa hela mfumo kidigitali hapa tumo, au mambo yanakuwa kwa vizuri sana. Shukrani sana jamani kwa kujumuika nasi. Tuamini siku nyingine pia tutakuwa karibu pia hapa viwanjani. Asante sana. Sawa. Bado sisi tupo katika viwanjani, tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea, na tukirejea ni kuja kuangazia joto la Afrika kubwa zaidi. Tutakwenda kuligusia hapo Mama Ashur, kwa nini haiti kwenye kikosi cha Misri cha Hossam Hassan, lakini bila kusahau tutakwenda kuangazia Ivory Coast kujiondoa katika kuandaa michuano ya AFCON Under 20 chini ya umri wa miaka 20. Yanaelekea wapi kwa hivi sasa? Hizo ni miongoni mwa taarifa ambazo tutakwenda kuzigusia hapo baadaye. Mimi ni Saidi Msome.